Mechi ilikuwa nzuri, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kupata matokeo mazuri, pointi 3, goli 4 na tumeruhusu goli 1. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah, lakini hii ni ligi, mechi moja inapoisha maana yake furaha inamalizikia hapo hapo, maandalizi yanaanza kwa mchezo unaofuatia. Kwa hiyo stories za leo, hata umeona mwalimu amezungumza na players, zimeshamalizika hapa. Akili yetu inahamia kwenye mechi dhidi ya JKT Tanzania ambayo itapigwa siku ya tarehe 24 hapa uwanja wa KMC. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunaanza maandalizi kuelekea mchezo ujao inshallah. Kwanza ligi mechi mbili tayari mmefunga goli 7. Inaleta hisia gani kwa mechi zinazofuata, kwa sababu watu wanasema kwamba unapoanza mzunguko kwanza vizuri pengine mambo yanakuwa mazuri mwishoni pia. Ligi ni ngumu, sio kwa sababu Yanga amefunga goli 7 kwenye mechi mbili mkafikiri ni rahisi. Ni kwa sababu na sisi tunajitahidi sana kuimprove kwa bora. Mnachokiona mechi ya Namungo, mechi ya leo, bado Yanga yetu hatujaipata. Wala sitokee mtu akawadanganya kwamba Yanga ipo kwenye kilele cha ubora wake. Bado tulikuwa na muda wa kutosha wa timu kukaa pamoja, wachezaji wote. Ziko signings ziliwahi kufanyika, ziko signings zilichelewa. Kwa hiyo the more timu inacheza, tunafanya mazoezi, na mimi tutaendelea kuwa bora zaidi. Hichi mnachokiona sasa hivi ni sawa na 25% tu ya kile ambacho mwalimu anakitengeneza kwenye timu yetu. Kwa hiyo tunaamini baada ya mwezi inshallah pengine tutakuwa tumeimprove zaidi kutoka hapa kwenda mbele zaidi. Kocha ametoka kusema kwamba watu wajiandae, watalia sana kutokana na mechi nyingi ambazo Yanga itaendelea kushinda. Kocha hawezi kusema hivyo. Hata kama sijamsikia hawezi kusema hivyo. Kwamba watu wajiandae watalia sana. Hakuna. Hawezi kusema hivyo. Nasemaje hawezi kusema hivyo? Nionyesheni hiyo clip, anasema kwamba watu wajiandae watalia sana, au mmetranslate vibaya? Kwamba watu watalia sana. Wakizungu rudia alisemaje? Hawezi kusema hivyo bwana. Mimi niwaambie tu, mwalimu anajenga timu yake, na wote mmeona style of play ambayo tuko nayo, tunatumia nguvu kubwa sana. Kwa hiyo hii style of play ili uweze ku maintain na mechi ziko back to back, lazima tuwe na kazi kubwa kufanya kwenye uwanja wa mazoezi, na sio tu mchezaji anayeanza, wachezaji wote wanatakiwa wafike hiyo level ya kushindana. Na mnaona leo kwa mara ya kwanza Ngoma kapata muda wa kucheza, lakini Komara alikuwa aingie, Baka akarudi tena baada ya kuwa na hofu ya majeraha. Kwa hiyo the more tunacheza ndio the more pia players wengine watapata nafasi, lakini kuna kazi kubwa inafanyika kwenye uwanja wa mazoezi kuhakikisha level ya timu kwenye style of play mwalimu anaoitaka kila mtu afike kwenye level hiyo. Tukishafika hapo nitakuja na mimi kuambia kwamba watu watalia, lakini naona bado tuna kazi kubwa ya kufanya kwenye uwanja wa mazoezi kuendelea kupush. Kwa mfano leo tumecheza kwa spidi yetu dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tumefunga goli la 3, kila mtu aliamini mechi inaisha na goli 7, goli 8. Yes, tumecreate nafasi, lakini kuna wakati kama tempo ya timu ilishuka kidogo. Maana yake tunataka kufanya kazi kubwa kwenye uwanja wa mazoezi ili dakika 90 kila mpira unaoguswa uwe mpira wa moto. Yaani kila mpira ukipasiwa mpinzani, itokee siku hapa wa anamwanzia beki atoe nje, amwambie sitaki lawama, kwa sababu muda wote Yanga wanakuja kutafuta mpira. Kwa hiyo bado kuna kazi tunaendelea kufanya uwanja wa mazoezi, na ninaamini hiyo kazi baada ya mwezi inshallah watu tukatumfia katika kipimo kizuri. Mashabiki wanatamani kumuona Sele, pengine ni mpango wa mwalimu au bado haja? Yes, Sele amechelewa kujiunga na timu, na itakuwa ni jambo la ajabu. Kuna watu ambao walianza kujiunga na timu mapema, wametrain na timu mapema, wameshaelewa angalau hata kwa 50-60 za mwalimu anachokihitaji, wakaja wakamuingiza Sele kwenye plan. Sele anaendelea kupikwa pale Avic Town, wakati wake ukifika atakuja kuonekana. Hivyo hata Aziz Ki na yeye anaendelea kupikwa. Anaweza kuwa mchezaji mzuri, lakini anatakiwa aingie vizuri pia kwenye style of play ambayo tuko nayo. Yes, maana yake anatakiwa apikwe, atengenezwe. Yaani kila mtu aelewe mahitaji ya kimbinu yakoje, alafu unapewa nafasi. Sio hao tu, wako wengi ambao bado hawajapata nafasi. Sio Sele, sio Aziz. Bado hata Chuga hamjamuona akiwa anacheza. Tunao wengi ambao bado hawajaonekana. Kwa hiyo naamini the more tunacheza na mechi ni back to back, mwalimu ataanza kurotate team, lakini unavorotate team kila mmoja intensity yake itakuwa juu, ili mashabiki na wanachama wanaokuja kwanza ambao hawajakuja leo wamekosa raha. Leo tumeenjoy kweli kweli. Mpigwa msako hapa ukiwa jukwaani, kile kiingilio cha shilingi 10,000 ambacho umelipa unahisi kama umewapunja hivi Yanga. Itakuwa 20,000, 30,000. Lakini niwaambie Jumatatu nao ni siku, tuna mechi hapa na JKT,
wametoka kufungwa leo na Polisi, maana yake watakuja kwa nguvu kubwa na wao, na sisi tuweke nguvu, tuje kwa wingi, tuisupport timu yetu inshallah. Kwanza hamna bingwa wa clean sheet mwisho wa msimu. Mwisho wa msimu kuna bingwa wa ligi mwenye pointi nyingi. Yes, shida yenu nyie Yanga inaposhinda mnatafutaga ajenda ya kujadili. Yaani tujadili nini leo? Umeona leo tujadili nini? Yanga ameruhusu goli. Na nimeona mchambuzi mmoja kafanywa substitution Peter Sharulile kaposti amefurahia kwamba leo hajarukaruka huyu. Kiwango cha mtu kuumia na Yanga ni kikubwa mno. Kwa hiyo niwaambie tu ndugu zanguni, sisi focus yetu ni kushinda. Pointi 3. Hii ni ligi. Hii sio sehemu kwamba leo afanye nani. Goli afunge yoyote tupate matokeo ya pointi 3 ndio muhimu kwa Yanga. Hayo mengine yote ni extra. Diara kuja nchi hii kwa malengo kama itafuta clean sheet kwa malengo yake. Amekuja hapa kusaidia Yanga kuchukua ubingwa. Hivyo kwa Shaulile, hivyo kwa yoyote yule. Umekuja hapa kuisaidia timu kuchukua ubingwa na ndio kipaumbele chetu. Kwa hiyo kitokea tumeshinda 4-1 alhamdulillah, 2-1 alhamdulillah, 3-2 alhamdulillah. Lengo ni pointi 3 na tutakuwa tunazipambania hizo pointi. Kuna mechi mbili ambazo zimechezwa mpaka sasa hivi, inaonekana kuna baadhi ya mashabiki na timu nyingine wanalalamika kuhusiana na huu mfumo wa FVS. Sasa mpaka leo labda mechi ya pili, wewe labda una maoni gani kutokana na huu mfumo, labda umekuja kusaidia au kwanza waandishi kuna kitu mnakikosea. Aliyelalamika jana nimemuona na nimeona kwenye vyombo vya habari. Kimsingi yule ni shabiki. Sio tena kiongozi kwa mujibu wa katiba ya timu yake. Kwa hiyo maoni ya mashabiki muyatreat kwenye level hiyo ya mashabiki. Yule ni kiongozi wa zamani wa klabu yao ambaye ametoa maoni yake kama shabiki. Sasa kama mnabishana na BMT, Baraza la Michezo la Tanzania, mnasema huyu ni kiongozi katoa maoni, mnapotosha umma. Mwongozo yule ni shabiki, maoni yake ameyatoa kama Godi Yanga, kama anavyoweza kutoa yule Kisugu, anavyoweza kutoa pasi milioni, anaweza kutoa shabiki yoyote. Kwa hiyo ni maoni yake. Lakini sisi viongozi wa mpira sasa, sisi viongozi wa football, teknolojia hii toka imeanza mpaka sasa hivi, tukiwa wa kweli, imewapumzisha sana waamuzi na maneno yenu. Lawama, shutuma imewapumzisha. Kwa hiyo tutazame upande chanya, upande wa kama kuna mapungufu tuboreshe, lakini imeleta na watu wengi jua walikuwa wanaamini kwamba eti hii ikija ndio Yanga atakosa ubingwa, lakini inaanza kuturn kuwa tofauti kwa sababu sisi mara zote ni timu iliyokamilika. Mnaona watu ambao ni watu wa hovyo, hawana nidhamu, kila mechi wanakula umeme, lakini sisi kwa sababu ni timu ambayo players wetu wanajitambua, wanacheza vizuri. We, nisubiri. Sasa mapema mngesema. Masela muda wote semaji. Kumbe kuna mtu mwambie anisubiri hapo wanangu. Safi wanangu. Yanga la bwana. Sasa na nyie msiwe kama teknolojia FVS. Mkataa kugeuza kamera kule. Basheni hapa tumalize. Mshageuza. Kwa hiyo teknolojia hii bwana mimi naiunga mkono. Si kwamba kwa sababu sisi tumekataliwa goli 2 leo, si ndio? Tena goli za Sharulile 2 zimeamuliwa kuwa ni offside. Tulikuwa tuna tukio la penalty hapa pia limekataliwa. Maana yake na sisi pia kuna moment ilikuwa tunufaiki kwa maamuzi ya kawaida, teknolojia imekataa. Kwa hiyo niwatie moyo bodi wa ligi, niwatie moyo TFF. Maoni ya mashabiki kama wale wajana waliotoa maoni wayapokee, lakini viongozi wa mpira tunaotambulika na katiba tuna support kwa 100%, na teknolojia kama kuna mapungufu tutazungumza nao kwa ajili ya kuboresha, sio kwa ajili ya kunungunika na kulalamika. Teknolojia iendelee. Kwa mfano leo mmeona kila goli likiwekwa sio mpaka benchi la ufundi liite. Waamuzi kwa sababu hawataki lawama wanakwenda kuchungulia tena goli clear. Si ndio? Baada ya pale wanamwambia waamuzi wakati tuendelee. Maana yake sasa tunapata waamuzi wanapumzika. Hawa nao wana watoto, wanawake jamani. Kwa wale wapitia sasa hivi acheni teknolojia kidogo yapumzishe. Sasa hizi mechi imeisha hapa. Refa alikuwa nani huyu? Siwebu huyu. Ikambi huyu, si ndio? Anarudi kwao Morogoro Ikambi, simu anachati tu na mkewe au mchumba. Lakini ilikuwa mechi inaisha kama hivi, anapanda basi anaogopa. Simu ikiingia tu anapelekewa moto. Kwa hiyo
tunawatia moyo bodi ya ligi, teknolojia iendelee, na kama kuna mapungufu yataboreshwa, tuendelee kupata. Kuna mechi nimesikia haikuwepo, sijiridhisha, kuna mechi nimesikia kwamba haikuwepo jana Sasa hayo ndio maeneo ya kuimprove, kwa sababu ili haki itendeke, maana yake inabidi kila sehemu itumike, isitumike tu kwenye mechi moja. Hayo ndio maeneo ya kuimprove, waangalie changamoto ni nini, iende ikaimprove kila mechi, kuwe kuna hiyo teknolojia na watu enjoy. Mechi ya Azam ishaanza 3 kamili. Semaji la mwisho. Na dakika 8, nikamwangalia Ibenge kocha. Semaji la mwisho kwenye platform zenu za Young Africans pale nimepitia comment moja tu akasema kwamba leo Yanga mmeamua kumpa mwenyekiti platform, mpiga picha safi, hotuba yake imepandisha kule Simba. Hapana, kwanza nimpongeze mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mwenyekiti ambaye katiba ya Simba Sports inamtambua, mwenyekiti ambaye sasa hivi ana nguvu ya wanachama. Mambo yale ya 51-49 serikali imetoa mwongozo wake vizuri, kwa ni mwenyekiti ambaye anastahili kuheshimika. Mimi nimpongeze kwa ukomavu wake. Alikuwa yuko safarini, alikuwa na msiba mwingine tena kwao, amekwenda kushiriki, lakini akaendesha gari akaja kushiriki pia kwenye kumuaga mzee wetu Kifukwe. Kwa ni jambo la ukomavu. Unajua kuna wakati utani wa jadi unaendelea, lakini kuna wakati mambo ya msingi yanatakiwa yafanyike kwenye usingi wake. Kwa hiyo sisi kama klabu ya Yanga, kwa sababu mimi kama msemaji nimejisikia raha leo, tumemshoot vizuri mwenyekiti Murtaza Mangungu, tumempiga picha nzuri, ametoa speech nzuri na tumempandisha. Kwa mfano ukiangalia kwa kipindi cha miezi miwili, licha mwenyekiti Murtaza Mangungu kuwa mwenyekiti wa Simba, lakini kwa kipindi cha miezi miwili kapostiwa na Yanga peke yake. Timu yake haijawahi kumpost kwa kipindi cha miezi miwili. Kwa maana yake, asanteni.